Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Taarifa ya kusikitisha hii ambapo familia moja huko Kayole inatafuta haki baada ya jamaa yao kuuawa kinyama na mtu anayedaiwa kuwa mpenzi wake. Marehemu Sharon Kate alidungwa kisu kichwani mara kadhaa na kufariki mbele ya mwanawe baada ya ugomvi. Na kama anavyoarifu Mary Mwoki, polisi wameanzisha msako baada ya mshukiwa huyo kutoweka. Mauaji ya kutamausha huko Kayole yameacha familia hii ikiwa na majonzi mengi na wakazi kwa mshangao mkubwa. Mwanamke mwenye umri wa miaka 40 aliyejulikana kama Sharon Kate aliuawa kikatili mbele ya mwanawe mwenye umri wa miaka 11. Inadaiwa kuwa mauaji hayo yalitekelezwa na mpenzi wake baada ya ugomvi, familia yake ikijutia jinsi mtoto wake mdogo alilazimika kushuhudia kifo cha mama yake mikononi mwa mwanaume aliyekuwa akiishi nao kwa miaka miwili. Alikuwa amedungwa visu mingi sana, zaidi ya 10 kwa kichwa, na uchungu ni mwenye aliconfirm ni mtoto. Ukiona mmekosana na bwana yako ama ni boyfriend ama ni girlfriend, ningeomba mtu anatoka tu. Kwa ameuawa na alikufa kifo cha unyama kabisa. Kwa amedungwa visu mingi sana. Tena sasa hivi umemsimamishia maisha yake, umemuua tu kifo yenye iko akufe. Umemuua tu akiwa sawa, akiwa mzima, kama yuko mgonjwa. Kwa mujibu wa polisi, mshukiwa alitumia kisu cha jikoni kumdunga marehemu mara kadhaa kichwani. Mshukiwa huyo sasa yuko mafichoni, huku polisi wakiwataka walio na taarifa kumhusu wapige ripoti. Wakati huo huo, familia ya marehemu inalilia haki na kuzitaka asasi za usalama kufanya uchunguzi wa haraka na kumkamata mhusika. Uchunguzi inaendelea na DCI ya Kayole. So progress report bado tunangoja their investigation, na mshukiwa hajashikwa, still on the run, and police are doing what is possible to arrest him. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.